Vituo vya mafuta katika bandari ya Salal, Oman vilishambuliwa kwa kutumia drones hii leo Jumatano, Machi 11 mwaka 2026, tukio ambalo limeibua tahadhari kubwa katika sekta ya nishati na usalama wa miundombinu muhimu katika Ghuba ya Uajemi. Drones hizi zililenga moja kwa moja tanki za mafuta ghafi na bidhaa za petroli na kusababisha baadhi ya tenki kuungua moto, huku moshi mzito ukienea katika eneo lote la bandari. Licha ya hofu na taharuki iliyosababishwa, mamlaka ya Oman ilisema hadi sasa hakuna vifo au majeruhi walioripotiwa na shughuli za bandari zinaendelea, ingawa baadhi ya operesheni zilicheleweshwa kutokana na uchunguzi wa uharibifu na tahadhari za kiusalama. Tukio hili limeonyesha wazi jinsi miundombinu ya mafuta katika eneo hili inaweza kuwa hatarini kutokana na mzozo mkubwa wa kisiasa na kijeshi unaoendelea. Bandari ya Salal ni mojawapo ya vituo vikubwa zaidi vya kuhifadhi na kusafirisha mafuta Ghuba ya Uajemi na ina nafasi muhimu katika usambazaji wa kimataifa wa nishati. Shambulizi hili limeibua hofu kuhusu usalama wa malori ya mafuta, miundombinu ya bandari na uzalishaji wa mafuta ghafi, huku kampuni za kimataifa na mashirika ya usalama wa baharini wakiwa makini kufuatilia kila hatua ya ulinzi wa miundombinu hii. Wataalamu wa sekta ya nishati wanatabiri kwa tukio hili linaweza kuongeza bei ya mafuta kwa muda mfupi na kuongeza hofu kwa wawekezaji wa kimataifa kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya kisiasa. Katika siku za hivi karibuni, Irani imeendelea kulipiza kisasi kwa kushambulia malengo ya kijeshi ya Marekani na Israel pamoja na miundombinu ya kimkakati ikiwemo vituo vya mafuta na bandari muhimu, jambo ambalo limechochea hofu kuhusu usalama wa malori ya mafuta na usafirishaji wa nishati wa kimataifa. Mgogoro huu ulianza baada ya shambulizi la pamoja la Marekani na Israel dhidi ya Irani, likilenga vituo vya kijeshi na nyenzo za ulinzi wa kimkakati wa Irani, jambo lililozua majibu ya mara kwa mara kutoka Irani kwa kutumia drones, makombora na operesheni za kijasusi kuelekea malengo muhimu. Mashambulizi haya yamesababisha taharuki kubwa ya usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu na kuu ya kusafirisha mafuta duniani, na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuongezeka kwa hofu ya kisiasa na kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Shambulizi la Salal linaonekana kama sehemu ya mlolongo wa mashambulizi ya kijeshi na kijasusi yanayoendelea kuzunguka Irani, Marekani na Israel, na yanayoleta hatari kubwa kwa usalama wa nishati ulimwenguni, usafirishaji wa mafuta na maisha ya raia wa kawaida. الحيز الأكبر من عمليات نقل الحاويات، ونتحدث عن حوالي 10 مليون حاوية سنويا.